Baada ya kumalizika mambo mengi yanazungumzwa. Kubwa zaidi ni ushindi wa Simba zidi ya Mashujaa. Dokta, mchezo umemalizika, mmepata alama 3 zidi ya Mashujaa. Pengine kwako ulikuwa ni mchezo aina gani? Ulikuwa ni mchezo mgumu sana. Umeona jinsi ambavyo tumevuja jasho jingi ndani ya uwanja. Haikuwa rahisi. Umeona first half wao walikuwa wamemaliza na goli kupitia Jafari Kibaya. Kapata open ilikuwa ni it was clear open space between midfielders na back four ya klabu ya Simba. Pakao hakuna mtu wa kumplace, akachukua mpira akaweza kashoot, golikipa wetu akaweza kuona, ikawa goli. Kwa dakika 5 zote wakawa na advantage ya kuongeza goli moja, na ukaona ilivyokuwa ngumu sana kurudisha ile goli. Pressure ilikuwa ni kubwa baada ya kupata lile goli. Pressure hiyo ilikuwa kubwa kwa mashabiki kwa klabu ya Simba. Na unaona Fadu marekezo ambayo alikuwa anayafanya Fadu Davis. Muda mwingi hakutaka wachezaji wacheze deep, maana yake chini. Lakini mfumo wa mwalimu wa Mashujaa ndio ulikuwa unalazimisha Simba kucheza deep, maana yake hapakuwa na space katikati, hasa kwenye midline block. Maana yake walikuwa very intact au kulikuwa na compactness ya hali ya juu kwenye eneo la katikati. It was not easy kwa mpira kupita eneo la katikati, otherwise urudishe nyuma. Ndio maana unaona Yusuf Kagoma kiungo huyu pamoja na mchezaji kama Mavambo Dibla walikuwa apite kwenye, tunasema ni eneo la katikati, kwenye chano ya katikati. Ina maana walikuwa rudisha mpira nyuma na kutumia wingi ya kulia na kushoto, ambayo leo walikuwa sio wingi asilia. Ndio maana Duchu most of time ndio alikuwa anatumika ku overlap na kwenda kutumika kwenye eneo la pesi ya kushoto au ya kulia, kuweza kumwaga maji, maana yake kuweka zile cross katikati. Ina maana mechi ya leo ilikuwa inahitaji natural wingers kama Kip Dennis au mtu kama bwana mdogo Chasambi ambaye hakuwepo hata kwenye substitution. Ndio maana ikawa ngumu kuifungua defense ya Mashujaa ambayo ilikuwa iko compact. Yaani wameshikamana, unajua sasa Simba ni wazuri kwenye eneo la ushambuliaji. Tufanyaje? Tunazuia muda mwingi, tunakaa kwenye nyuma ya mpira, watu 10 mpaka 9 wako nyuma ya mpira kwenye row block. Wakipata mpira wanafanya quick transition kwenda kwenye eneo lao la juu, hasa kwenye transition phase to attacking kwenye eneo la juu ya Simba, na wao wakafanikiwa kwenye first half. Ukaona kabisa Simba ameondoka with no shot on target. Yani first half kwa mara ya kwanza Simba anamaliza with no shot on target, lakini wao waka na shot on target moja na goli moja. Unanielewa? Kwa hiyo ulikuwa ni mpango wakati, ni tactical approach nzuri ambao wenzetu wanakuja nayo, na niwapongeze tu Mashujaa, wamekuwa ni timu bora sana tunapokutana nao. Mara ya kwanza tunakutana nao pale Kigoma, umeona mechi ilivyokuwa ngumu. Dakika za jioni kona ya Wesu Steven Dese Mkwara akaweza kufunga goli, akatupa alama 3. Leo umeona jinsi mechi ilivyokuwa ngumu, wamekuja wamekania, wameahidiwa milioni 100 na mdhamini wao, wakifunga Simba, wakitoa dola wapata milioni 50. Sio kazi nyepesi. Ndio maana leo wamevuja jasho jingi kucheza kufa na kupona ili wapate matokeo. Tushukuru tu mwalimu alikuwa na uelewa huo, akaamua kufanya sababu za mapema kumtoa Duchu ambaye alikuwa anaonekana hayupo kwenye mchezo na aendaye na speed ya mchezo. Alikuwa akikimbia mbele wakati tupo in possession, tuna mpira, anachelewa kurudi wakati tulikuwa tumekabwa, manake off possession. Ikawa ngumu kurudi kwa natural position, manake anatoa space kwa wao kuitumia space yao, space ambayo shimo ambayo limeachwa na Duchu kutushambulia. Dr. kelele nyingi baada ya mchezo kutamatika ni watu wamemvaa Kefa Kayombo. Ni wazi kweli Kefa Kayombo anastahili lawama kwenye mchezo wa leo? Hapana, sisi watu wa Simba ndio tunapaswa tumlalamikie Kefa Kayombo, kwa sababu alipaswa atoe kadi nyekundu 4. Ila ameamua tu kuwa muungwana na kuchezesha kistaarabu, akaamua kuwapa kadi nyekundu 1. Kuna wachezaji amecheza foul zaidi ya mara 5, kamchezea Mpanzu akala njano, which is alipaswa kuwa apate njano ya pili atoke nje. Na kuna mwingine amemchezea Edwin Chazi Barua zaidi ya mara 3, alafu alipaswa apewe nyekundu. Ila refari kwa sababu ni muungwana, amechezesha vizuri na akahurumia kuadhibu kwa staili hiyo, akaamua kumpa njano. Lakini leo ukiangalia ile total football analysis ya leo, walipaswa wapate kadi nyekundu 4 hawa Mashujaa kwa aina ya mchezo ambao walikuwa wanacheza. Ni lafu, walikuwa wamekuja kukamia kuumiza wachezaji wetu. Tuwaambie tu timu zingine ambazo zinakuja mbele yetu, JKT Tanzania, Pamba Jiji pamoja na KMC, wasicheze kukamia Simba. Simba ndio timu pekee ambayo imebakia inawakilisha taifa hili kwenye finali za CAF mwaka huu. Kwa hiyo sisi tuna kazi kubwa ya kitaifa tarehe 25. Mkitumizia wachezaji wetu mapema ambao ni potential, mtakuwa matuumiza matuonea. Dr. mchambuzi mmoja amesema kwamba timu bora imepoteza mchezo, na akataja kwamba Mashujaa walikuwa ni timu bora uwanjani. Ni kweli Mashujaa walikuwa bora zaidi ya Simba leo hii? Huyo mchambuzi anaitwa nani jina lake?
Nimesoma comment ya mchambuzi mmoja Hans Raphael anasema kwamba Mashujaa walikuwa bora zaidi ya Simba. Huyo sio mchambuzi, ni shabiki wa klabu ya Yanga. Tofauti yake yeye na mimi, yeye havai jezi ya timu yake anashabikia, ila mimi naivaa jezi ya timu yangu anashabikia na bendera hii hapa. Hiyo ndio tofauti yangu mimi na Hans Raphael. Umeona mjadala uliokuepo aliyekuwa anawataki na kuwashambulia TFF na bodi ya ligi kuhusiana na swala la kuahirishwa kwa mechi ya dabi. Hans Raphael aliwaaminisha wana Yanga, akawadanganya viongozi wa Yanga na umma wa Tanzania kwamba TFF na bodi ya ligi wamekosea na Yanga wakienda kasi watashinda kesi. Leo kiko wapi? Kesi Yanga imeangukia pua. Jana kasi umetoa matokeo, Yanga hawakupaswa kesi kuipeleka kasi na mashtaka ambayo wamepeleka kasi hayana mashiko. Kasi imeamua kutupilia mbali shtaka lile na kurifuta kabisa, kuliondoa kwenye hansadi zake za mashtaka yote ya mwaka 2025. Hizi ni akili ambazo Hans Raphael aliwashauri Yanga na wajisi ambavyo walivyo wakamfuata. Sasa wameingia hasara milioni 150. Kwa Hans Raphael sio mchambuzi, yule ni shabiki wa Yanga. Kwako Yanga kurudishwa walipotoka, ina maana kasi wamerudisha Yanga TFF. Kwako hili limekaje? Ukiwa kama mshabiki wa Simba ni wazi kwamba umefurahia zaidi kwenye hili ambalo limetokea. Kwanza idara ya Yanga Afrika yote ni fake. Yaani wanasheria wa Yanga wote anajiita mwanasheria wa Yanga ni aibu. Hata kama ukisimama huko mtaani ukiulizwa nafanya kazi wapi, usiseme nafanya kazi Yanga idara ya sheria, utachekwa kwa sababu hawajawahi kushinda kesi toka nimezaliwa nchi hii. Brother, hakuna kesi ya mwanasheria wa Yanga amewahi kushinda. Morrison amepewa kasi akawashinda. Luka Emery ile kocha wa Yanga kawashinda. Lazarus Kambole kawashinda. Kiungo IPL, unamjua kiungo IPL? Gary Bigimana kawapeleka kasi, wamemlipa milioni 700. Kila kesi ambayo ukipeleka kasi kwa Yanga, Yanga anaangukia pua. Hawana wanasheria. Nitoe rai tu wanasheria wote wa Yanga, ni wakati sahihi kuanza kuchukua shule kwa advocate wetu msomi, advocate Hosea Chamba. Wapate shule maalum ya namna gani ya kuweza kusimamia sheria na kutafasiri sheria. Advocate Hosea alikuwa peke yake. Yanga waliajiri wanasheria 10, wote wamegaragaza kafu. Wote wamegaragaza. Kwa hiyo Hosea, ni muombe kakaangu Hosea na kuomba fungua darasa huru ya sheria ili ufundishe wanasheria wote viraza wa nchi ambao walikuwa nakimbia darasani kusoma wakati wewe unasoma. Unaona vizuri? Dr. baada ya taarifa hiyo kutoka, lakini bado Young Africans msimamo wao ni ule ule kwamba hawachezi. Hawana msimamo wote mbele ya mamlaka. Mechi itapangwa na press release ya bodi ya ligi umeiona, na leo Steven Mguto, mzee wetu Steven Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi, Steven Mguto amesema kupitia moja ya chombo cha habari, akasema yeye wakati anasikia Yanga anakwenda kasi, yeye alifanya sherehe, alianza kufurahia kwa sababu alijua wanakwenda kuangukia pua. Kwa hiyo muda wote yeye kama mwenyekiti wa bodi ya ligi anaitisha secretariat, inakaa kikao kupanga ratiba lini mchezo na 184 wa dabi ya Kariakoo utachezwa. Na hapa sasa anajiona yeye ni mwanaume kuliko mtu yoyote, asije uwanjani. Dr. hapa ikipangwa dabi, anajiona yeye ni mwanaume yoyote yule kwenye nchi, asite timu uwanjani. Kabisa. Sheria ziko wazi, kanuni ziko wazi. TFF kanuni zao ziko wazi. Usipoeta timu uwanjani, tutachukua alama 15, watakupokonya. Sisi tutapewa pointi 3 na alama 3. Na sisi tunawaambia Yanga nyewe sio wanaume. Kama nyewe wanaume kweli msile timu uwanjani. Yanga sio wanaume. Kama nyewe wanaume, wallahi napewa msile timu uwanjani. Nakwambia Yanga sio wanaume. Kama ni wanaume kweli, wasile timu uwanjani. Uone shughuli yao. Kama kweli wanaume, wasile timu uwanjani. Rais wao, makamu wao, Arafat Haji aliandika na kutweet, atakuwa mtu wa mwisho kuamini kama Yanga Afrika ikacheka peka timu uwanjani kucheza dabi nyingine yote zaidi ya tarehe 8 mwezi wa 3. Tumwambie tu Arafat Haji, kasi ndio hiyo mlekimbilia, TFF ndio mwenye mpira wao na bodi ya ligi ndio baba wa soka. Twende kazi, isonge mbele, kazi iendelee.